Ibadallah, ndugu zangu waislamu, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifia yeye kwa kila sifa njema yenye utukufu. Allah ambaye ametuwezesha kuhudhuria masjid katika Ijumaa ya leo, na hii ni Ijumaa ya tarehe 18 ya mwezi wa Shaaban ya mwaka 1447 Hijiria. Kwa hakika hii ni taufiki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka juu yetu, na wengi wameikosa taufiki hii. Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ikhtarana, akatuchagua sisi, na zote hizi ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tumsalia na kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwalimu na kiongozi wa umma huu. Ndugu zangu waislamu, katika Ijumaa hii ya leo tutakuwa na waqfatun tarbawiyatun ma'a al-ayati al-ashira min surati al-Hujurat. Tutakuwa na kisimamo cha kimalezi pamoja na aya ya 10 katika suratu al-Hujurat, aya ambayo nimetangulia kuisoma mwanzo wa khutba hii. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an katika suratul Hujurat aya ya 10, innamal mu'minuna ikhwah, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Ikhwatun bisababi imanihim, wamekuwa ndugu kwa sababu ya imani yao. Kisha Allah akasema fa aslihu baina akhawaykum, basi suluhisheni mizozo, magomvi yanayojiri baina ya ndugu wenu. Fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ya ndugu wenu. Wattaqullah, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Ndugu zangu waislamu, tufahamu kwamba yajibu ala almuslim ibadallah an yuhibba li ikhwanihi almuslimin min alkhair ma yuhibbuhu li nafsihi. Tufahamu waislamu, ni wajibu juu ya muislamu awapendelee ndugu zake waislamu katika kheri ambayo anaipenda kwa nafsi yake, wa yakraha lahum min ash-sharri ma yakrahu li nafsihi, na achukie isiwakute wao ndugu zake waislamu katika shari ile ambayo anaichukia katika nafsi yake. Hadha huwa alwajib, huu ndio wajibu, na ndivyo ambavyo sisi waislamu inatakiwa tuishi. Sisi waislamu ndivyo ambavyo inatakiwa tuamiliane. Kila mmoja ampendelee ndugu yake kile anachokipenda kwa nafsi yake, na achukie kwa ndugu yake muislamu kile ambacho anakichukia katika nafsi yake. Lakini maal asaf, lakini pamoja na masikitiko makubwa, taghayyarat al-umur, mambo ya Uislamu yamebadilika sana, namna wanavyokwenda katika maisha yao na mafungamano yao hawako kama hivi. Kwa nini? Wanasema ulama, almuslimuna al'an wa kathirun minhum, waislamu hivi sasa
katika hizi zama za kuchelewa. Na wakisema hivi ulama wanamaanisha wengi katika hao waislamu yatamayazun fi alaqatihim wa sadaqatihim, ni watu ambao ukiwatizama wanatengana katika mafungamano yao, wa sadaqatihim, na katika urafiki waliokuwa nao utawakuta ni watu wenye kutengana na kuparaganyika, liiddati asbabin sayyi'ah. Na utengano huu na mgawanyiko huu unachangiwa na sababu nyingi mbaya. Hawatengani kwa kheri, wanatengana na kuparaganyika kwa sababu nyingi mbaya. Minha, miongoni mwa hizo sababu zinazowagawa waislamu hivi sasa na kuingiza chuki baina yao, aliftikharu bidhat, ni watu kujifakharisha kwa wao walivyo, kila mmoja akajiona ni matawi ya juu kuliko mwenzie. Vijana wa mjini wanasema kuvimbiana. Maala asaf, tabia hii imehama kutoka kwa makafiri na imekuja kujikita kwa waislamu, nao pia wanavimbiana katika miji na kutumlishiana vifua. Aliftikharu bidhat, waislamu wamefika huko. Walghurur, na tabia ya kujiona, mtu akajiona ni bora kuliko wenzake, na wakati mwingine anasikia vibaya kuchanganyika na wenzake waislamu kwenye shughuli zao, kwenye vikao vyao, kwa sababu anajiona yeye ni bora kidogo, ima kwa ukoo wake, ima kwa kabila lake, au kwa rangi aliyonayo, au mahala anapotokea. Taifa lake ni taifa kubwa, taifa tajiri, mkoa wake ni mkoa wa watu wengi, mkoa wa wasomi. Kwa mambo kama haya anapata ghurur, nakuta muislamu anapata kujiona mbele ya waislamu wenzake. Hili ni jambo baya ambalo limewagawa waislamu. Wahakadha alhalatu almaadiyya, alhala almaadiyya, hali za kimaisha zimewafanya waislamu wakatengana. Mtu anapopata, Allah akamfungulia kwenye kipato, riziki yake ikawapana, mambo yake yanamwendea vizuri, hakwami, akaitwa tajiri, akaitwa mfanyabiashara mkubwa, mtu mwenye uwezo, hili jambo linaweza likamfanya akajitenga na waislamu wenzake, ikawa hapatikani. Mnampata kwa manati, ngumu kumpata kwa sababu hali yake imebadilika. Watu wanakataana leo kwa sababu ya vipato, kiasi ambacho waislamu ni wale wale, lakini atawabagua kwa lugha ya walionacho na wale wasionacho. Hata ukiangalia face yake, sura yake, wakati anazungumza na mwenye nacho muislamu na wakati anazungumza na asiye nacho kabwela lofa, tofauti. Akizungumza na walionacho watacheka, watafurahi, pengine mazungumzo yao wasiyafanye juu juu, akamwambia ingia kwenye gari, wakafungua AC pale, au twende sehemu fulani kwenye mgahawa, kafeteria nzuri, wapate kahawa yao, juisi yao, wakati wanabadilishana mawili matatu. Fanya biashara mwenzake, lakini kasimamishwa na muislamu mwenzake kabwela lofa, anataka kumweleza shida zake. Kwanza atamwambia zungumza chapchap, niko busy, fanya haraka kaka, sina time. Ndio lugha zetu hizo. Na pengine mwenzake akiwa juani, yeye kwenye gari yake na IC, wala hao ni vibaya, ndugu yangu wanaungua hapa, hebu panda huku tuzungumze. Atafunguliwa kioo nusu, usimamie vidole hivi, unaongea na mkuu kwa sababu wewe ni lofa. Haya mambo tunayaona katika maisha yetu ya kila siku. Wa hakadha al-unsuriyya ash-sha'biyya wal-qabaliyya, katika mambo yaliyotugawa ni ubaguzi wa mambo ya kitaifa
na mambo ya kikabila. Ubaguzi umetugawa, umeondoa undugu wetu. Watu wanabaguana mpaka kwenye vifo. Watu wanazikana kwa ukabila, kwa ukanda. Atauliza maiti ya wapi? Anaambiwa Moshi hiyo, atachangia. Lakini ya wapi hiyo? Muislamu wa Iringa huko. Ana watu wake huko. Mimi na Wahehe wapi na wapi bwana. Lugha kama hizi zipo. Watu wanachaguana kwa ukabila mpaka kwenye vifo. Sikwambii kwenye sherehe zetu na katika maeneo mengine. Ubaguzi umetuganda na tunavunda. Ayuha nasu ibadallah, mambo haya yameharibu ndugu wetu wa Kiislamu. Sisi ni ndugu, kama aya ya 10 katika suratul Hujurat ilivyoeleza kwa uwazi, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Al-Imam al-Mufassir Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir ibn Abdullah ibn Abdurrahman As-Saadi rahimahullah ta'ala, kwenye tafsiri yake mashuhuri sana Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan, anasema rahimahullah ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Qala Saadi rahimahullah ta'ala, hadha aqdun عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين. يقول رحمه الله تعالى الله kwenye aya hii, innamal mu'minuna ikhwatun, shekhe anasema hadha aqdun, huu ni mkataba. Haya maneno haya manzila yake ni mkataba, na hili ni kubaliano. Aqadahu Allah, mkataba huu ameufunga Allah subhanahu wa ta'ala baina almu'minin, baina ya waumini wote. Annahu, usikilize huu mkataba kwamba hakika mambo yalivyo, idha wujida min ayi shakhsin kan, pindi ikipatikana kwa mtu yoyote yule awaye, fi mashriqi al-ardi wa maghribiha, katika mashariki ya ardhi na magharibi yake, kokote kule atakapokuwa, ikipatikana kwa mtu huyo al-imanu billahi, ikipatikana kwake imani ya kumwamini Allah, wa malaikatihi, na imani ya kuamini malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na imani ya kuiamini siku ya mwisho. Al-Allamah As-Saadi anasema fa innahu, basi kwa hakika mtu huyo kokote anapopatikana, akhun lilmu'minin, huyo bwana ni ndugu wa waumini. Kisha anasema ukhuwatun tujibu an yuhibba lahu almu'minun ma yuhibbuna li anfusihim, ni undugu ambao unawajibisha wapendelee kwa mtu huyu waumini kile ambacho wanakipenda kwa ajili ya nafsi zao. Wayakrahuna lahu, na wachukie waumini kwa mtu huyu ma yakrahuna li anfusihim, ile ambalo wanalichukia kwa ajili ya nafsi zao. Kisha anasema walihadha, na kwa sababu hii, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almu'minu lilmu'min, mu'min kwa mu'mini mwingine, kalbunyan, ni kama mfano wa jengo, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, jengo hukamata baadhi yake kukamata baadhi nyingine. Angalia ushirikiano wa jengo linavyojengwa, tofali linashika tofali, zege inashika nondo, wa hakadha, kuanzia chini mpaka juu vinashikana.
Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawapigia mfano waumini ni kama vile jengo, hushika baadhi yake, hushika baadhi nyingine. Kisha akaenda mbali zaidi kwenye kupigia mfano mshikamano wa waumini. Anasema Abu Musa al-Ash'ari rawi al-hadith, washabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume akashikamanisha kama hivi, akashikamanisha baina ya vidole vyake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana waumini ni kama jengo, wameshikana hivi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii akasema, walaqad amara Allahu rasulahu bilqiyami bihuquqi almu'minin ba'dihim li ba'dhin, na kwa hakika ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kumwamrisha nabii wake kuzisimamia haki za waumini baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wa bima yahsulu bihi at-ta'alufu wat-tawadudu wat-tawasul, na asimamie kile ambacho kunapatikana kwa kitu hicho, at-ta'aluf, kuungana, wat-tawadudu, na kupendana, kadhalika at-tawasul, na kunapatikana mahusiano baina ya hao waumini. Hayo kaamrishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayasimamie, yapatikane kwa waumini. Sheikh anamalizia anasema kwenye tafsiri yake, kullu hadha ta'yidun lihuquqi ba'dihim ala ba'dhin, yote haya ni kutilia nguvu ya haki za baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Kalamun jamilun yuktabu bima'i dhahab, maneno mazuri ya maana ameyazungumza hadha al-imam rahimahullahu ta'ala, yanastahiki yaandikwe na wino wa dhahabu. Hivi ndivyo walivyo waumini, na huu ndio udugu wao. Kimetokea nini baina almu'minin? Nini kimetokea baina ya waumini? Huu utengano ni wa nini? Bughdha, chuki, vifundo, wengine mpaka wanafikia kuoneana husda, atahasud hasil. Maal asaf, kuhusudiana kumetokea baina ya Waislamu, na wengine wanaswali msikiti mmoja, wengine wanaishi mtaa mmoja, ni majirani, wengine wametokea kwenye ukoo mmoja, wanachuki baina yao. Wako Waislamu hao hawasalimiani, wanaswali msikiti mmoja, wanasimama katika swafu moja, hawasalimiani. Na wengine wana muda mrefu, kwambia nina mwaka mimi siongei nayo, na miaka miwili, wengine mitatu, wengine miezi sita. Haya yapo. Kwa nini tufikie huko? Hadha bala, hili ni bala, na tunaivunja misingi ya Uislamu wetu. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, kwa faida tu, qala ahlul ilm, wamesema wanawavioni kwenye vitabu vyao mbalimbali, hunaka umurun tazdadu biha al-ukhuwatu al-imaniyatu quwwatan wa tamasukan wa dawaman. Yako mambo wanayaandika maulama kwenye vitabu vyao, hunaka umurun, kuna mambo yako, tazdadu biha al-ukhuwatu al-imaniyatu, unazidi huwa undugu wa kiimani kwa kupitia mambo hayo, quwwatan, unazidi nguvu, wa tamasukan, na unazidi huo undugu mshikamano, wa dawaman, na huo undugu unazidi kudumu. Yako mambo muhimu sana, lau Waislamu wakiyashika na kuyajali, undugu wao utabakia imara, utakuwa na nguvu, na utakuwa ni undugu wa kudumu. Wakiwa nacho wasiwe nacho, katika hali ya furaha, katika hali ya dhiki na matatizo, watakuwa pamoja. Haya mambo ya kubaguana haya na kupendana kimsimu msimu yataondoka. Mtu anampenda mwenzie akiwa nacho, rafiki kweli kweli, jitia mtu wa karibu, mshauri, ndugu yake akitetereka tu anamkimbia na kumcheka pembeni, yeye ndio anamwanzia vigenge vya kumsema, kwisha, kiko wapi bwana, kweli tumekula bata, lakini jamaa chali alikuwa hana hesabu, alikuwa anatumia tu. Ndio hivyo, alikuwa naye
udugu wa uongo, urafiki mbaya ambao sio udugu wa kiimani. Yako mambo yamefunzwa na Uislamu, tukiyafanya udugu wetu utakuwa imara, hautakuwa hivi tulivyo sasa. Utadumu udugu wetu kwenye hali zote, kwenye shida na raha, tutakuwa pamoja. Miongoni mwa mambo hayo tuyachukue kama faida, wanasema ulama, minha, miongoni mwa haya mambo nitaje machache katika Jumaa hii. Alhubbu fillah walbughdhu fillah, ni kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Ukitaka udugu wako uwe wa kweli na Muislamu mwenzako na uweze kudumu na ulete matunda, mpende ndugu yako kwa ajili ya Allah peke yake. Usimpende kwa mali yake, wala kwa rangi yake, wala kwa kazi yake, wala kwa nchi yake, wala kwa kabila lake. La, tupa pembeni yote hayo. Mpende kwa ajili ya dini yake. Bimaana kila anapokuwa ndugu yako Muislamu yupo karibu na dini, muadhib ala taat wal ibadat, ni mtu mwenye kudumu katika taa na katika ibada, muwahhid, ni mtu wa tauhid, baidun min ashirkiyat, yuko mbali na mambo ya kishirikina, dhul akhlaq alhasana, akawa ndugu yako ana tabia njema, amejipamba na makarimul akhlaq na maadili mema, huyu mpende kweli kweli. Mpende kwa sababu yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ndio mapenzi kwa ajili ya Allah. Alhubbu fillah, kupendana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utawapenda wale walioshikamana na dini yake na kinyume chake. Walbughdhu fillah, na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Kama utamchukia ndugu yako Muislamu, utamchukia kwa sababu ya namna alivyokuwa mbali na dini ya Allah na alivyokuwa muovu, si kwa jingine. Humchuki kwa sababu amepata mali, humchuki kwa sababu kapata kazi nzuri, humchuki kwa sababu amejenga nyumba nzuri kuliko ya kwako, au location ya biashara yake ni bora kuliko yako. Usimchukie kwa haya mambo ya kijinga, na huo ndio uhasidi. Haifai kumchukia kwa mambo haya. Kama utamchukia ni kwa ajili ya Allah, ni mtu mujrim, mtu muovu, ni mtu anaitukana dini, hataki Uislamu, anathamini uovu, mushrik, mubtadi', tariku sala, na kila unapompa nasaha habadiliki, anatokomea kwenye uovu, mchukie kwa hilo. Udugu unakuwa madhubuti. Maana kujipendekeza kwa watu kama hawa washirikina, wazushi, watu waovu, hakuna undugu hapo, wala haturuhusi mambo hayo. Katika mambo ambayo yanafanya udugu na kuwa madhubuti, alhubbu fillahi walbughdhu fillah, ni kupendana kwa ajili ya Allah. Mchague mtu wa Allah aliyeishika dini ya Allah, mpende. Walbughdhu fillah, mtazame mpinzani wa Allah aliyekengeuka katika dini ya Allah, mchukie. Huu ndio msingi. Msingi huu unatiliwa nguvu na riwaya nyingi. Nihitaje moja kwa sababu ya wakati. Rawa al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, As-Sijistani rahimahullah, katika sunani yake, hadithi Abi Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله، yoyote atakayependa kwa ajili ya Allah akampenda mwingine kwa ajili ya Allah, wa abghadha lillah, na akachukia kwa ajili ya Allah, wa a'ta lillahi, na akatoa kwa ajili ya Allah, akatoa sadaqa, akatoa mali yake, ima ni az-zaka, akatoa zaka au chochote katika khairi akatoa kwa ajili ya Allah. Na watu wanaotoa kwa ajili ya Allah ni tofauti na wale ambao wanatoa kwa ajili ya viumbe. Wenye kutoa kwa ajili ya Allah
kwanza hujificha na sadaka zao. Mara nyingi hawapendi mambo ya media na tangaza utoaji wao kwa kuwa wanamtolea Allah. Lakini chengine, wale wenye kutoa kwa ajili ya Allah hawasubirii shukurani za waja, kwamba ukamshukuru ukaenda ukamsifie pale, nimeona bosi si mchezo, mambo makubwa haya, hakuna kama wewe. Hapo sasa anasema na nitaongeza. Wenye kutoa kwa ajili ya Allah hawasubirii shukurani yako, uende ukampongeze, hakuna ubaya. Usimpongeze, ujue usijue, yeye atamtolea Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hata ukibeza, maana pana watu wanaweza wakabeza, wana tabia za wanafiki. Alladhina yalmizuna almutawwi'in min almu'minina fi sadaqat, wale ambao wanawabeza wale waliojikaza, wale waliojilazimisha katika waumini kwenye kutoa sadaka, kwa sababu wanakuja na kitu kidogo wakawabeza. Wakati mwingine mtu anayetoa kwa ajili ya Allah, hata ukimbeza ataendelea kutoa. Wao ukimwona mtu anatoa alafu anafuatilia maneno ya watu, akisikia maneno ya kumgusagusa anataka kuacha na kususa, huyo ana mpango wake mwingine. Watoaji kwa ajili ya Allah hawaangalii viumbe, sherehekea usherehekee, sema usiseme, ataendelea kufanya kheri, liannahu yu'ti lillah. Wenye kutoa kwa ajili ya Allah wanawasitiri wale ambao wanawapa. Hawatangazi amekusaidia mtaji, amekusaidia kadha, amekupa kadha, hakusemi. Ukiona watu wanawasema watu baada ya kuwapa, hao wana mpango wao, si watoaji kwa ajili ya Allah. Kwa nini basi umpe mtu kitu kwa siri alafu uje uwaambie watu pembeni huko? Naona ile gari pale, hiyo zikaja hapa, nimemjalia, alhamdulillah, nimemjalia. Haona kama anafanya dini. Wenye kutoa kwa ajili ya Allah hawako hivyo. Kwa hivyo a'ta lillah, na akatoa kwa ajili ya Allah. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, faqad istakmala al-iman, mtu huyo bwana ameikamilisha imani. Hadha wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. Amma ba'd, jambo jingine nitataja hili tu la pili la msingi sana katika mambo ambayo yanaufanya udugu baina ya waumini uwe madhubuti. Baada ya hilo la ukweli wa kupendana lillah na ukweli wa kuchukiana lillah, shika hilo. Jambo jingine muhimu sana katika udugu wetu, at-tanasur, ni kunasihiana baina almu'minin, baina ya waumini. Wallahi alazim, ni jambo kubwa lenye kuulinda undugu. Mkitaka undugu wenu wa dini uwe madhubuti na msimame kwa undugu wenu kwenye haki, lazima muwe na tabia ya kunasihiana. Msiwe na tabia ya ashamata, inaitwa furaha ya uadui. Mwenzako akiteleza ndio unafurahia, unatafuta ngoma upige, tayari kaka ameyakanyaga, si kadha wa kadha. La, waumini walivyo, muumini akiteleza wanakwenda mbio kumpa nasaha, birifqi wallin, kwa upole na ulaini, wa bil mahabba, na kwa mapenzi kabisa. Watamuelekeza, watamkanya, watamkhofisha na Allah, watamkumbusha akhira. Almuhimu watamshika kwa nasaha. Na mara nyingine an-nushu lilmu'min, wakati mwingine nasaha kwa muumini takunu bilqaswa, inakuwa ni kwa ugumu kwa sababu ya ubaya wa kosa lake, au pengine ni mtu mwenye kuendeleza makosa, hakomi, habadiliki. Na saa zinabadilika pia. Kuna lugha za ukali, ukamkemea, ukatoa lugha ngumu, ni kama vile uchafu mgumu katika nguo au kwenye mkono, usiposugua hautoki. Wakati mwingine mnasuguana kwa maneno ili mtu ajifunze na arudi katika mipaka yake, lakini hakuna uadui, ni maneno ya kunasihiana basi.
na mkitoka hapo mnasonga mbele kwenye jambo lenu. Hakuna mabifu, mambo ya makafiri, aljahala, majitu majinga, almushrikun ndio wenye kutembea na mabifu. Waislamu wanaambiana black and white, 1 2 3, makosa hii sahihi, twende mbele. Sasa umecheka, umelia, umenuna, yeye katimiza wajibu wake. Atanasuhu baina almuslimin, unasihiana baina ya Waislamu, wallahi ni msingi mkubwa wa kuufanya undugu wetu wa madhubuti. Lakini watu wakibebana na kuoneana haya, mimi sisemi bwana, ongeeni nyinyi bwana, ndio wakubwa wa dini hao, nitasema nini mimi? Mkienda katika lugha hizo kwamba pana watu wako juu ya nasaha, undugu utakufa, mtagawanyika, mtakosa kheri. Nasihianeni kwa heshima na kwa nidhamu, na panapostahili kusuguana sugua mpaka mtu abadilike. Angalieni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-sahabi al-jalil Jarir ibn Abdullah katika Sahih Bukhari anasema, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nilimpa kiapo cha utiifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala iqamati as-salah, juu ya kusimamisha swala, wa itai zaka, na juu ya kutoa zaka. Kisha akasema, wan nushi likulli muslimin, na nilimpa kiapo Mtume alayhi salam juu ya kutoa nasaha kwa kila Muislamu. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu anasema katika vitu ambavyo alikula kiapo wakati anampa bai'a Mtume alayhi salatu wasalam ni kutoa nasaha kwa kila Muislamu. Wa inda al-Imam Muslim min hadithi Tamim ibn Aus al-Dari, vijana wengi wamehifadhi pale pamezungumza kwenye hadithi ya Tamim ibn Aus al-Dari, pamezungumza msingi wa dini. Qala alayhi salatu wassalam, ad-dinu an-nasiha, dini yote ni nasaha. Dini ya Uislamu ni nasaha, kwa maana hakuna sehemu yoyote katika dini haihitaji nasaha. Mambo yote ya kidini yanahitaji nasaha, na Waislamu hawawezi kwenda sawa sawa ila wakinasihiana. Bali katika sura Tauba ile aya 61 Allah anasema, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hao ndio waumini bwana. Walmu'minuna walmu'minat, na waumini wa kiume na waumini wa kike, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, baadhi yao hao ni marafiki kwa baadhi nyingine. Bimaana wanawake waumini wao kwa wao ni marafiki, na wanaume waumini wao kwa wao ni marafiki. Lakini angalieni sifa yao kwenye urafiki wao, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema hao waumini na wanakatazana mabaya. Huu ni msingi mkubwa unaoimarisha udugu wa Kiislamu. Idhan alladhi yatanakkaru min an-nushi wan-nasiha, ukimwona mtu anapinga nasaha na kunasihiana, fahamu hajajielewa huyo katika dini yake. Msingi wa dini ni kuambiana, na haija kuwa hata siku moja ni msingi wa dini kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa, kwamba mtu anafanya kosa unazunguka mbuyu kwenda kule unarudi hutobozi mpaka watu wanaondoka, hujaeleweka unachokisema. Ujanja, zungumza maneno ya kueleweka, maneno ya haki yenye ushahidi, muelekeze ndugu yako. Haya mambo mawili haya ni kama mihimili ya udugu, mapenzi ya kweli na chuki za kweli na saa za kweli. Chukua haya mambo mawili, wallahi ukikuta mahali undugu wa watu umetetereka, misingi hii haijaheshimiwa. Wengi wanakiuka misingi hii, ndio maana hawawi pamoja. Na hata kama watakuwa pamoja kwa muonekano wa macho na kwa uongo, kwa kuwa wameikiuka misingi hii, kiundani hawako pamoja. Wana ule umoja kama wa Mayahudi tu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwatizama wakikaa
utadhani ni wamoja, lakini nyoyo zao tofauti, kwa sababu si wa kweli kwenye kupendana kwa ajili ya Allah, si wa kweli kwenye kuchukiana kwa ajili ya Allah. Hawana utaratibu wa nasaha, wao ni watu wa kubebana na kufumbiana macho, mambo yanaharibika, watu hawaambiani. Haya ni machache kuhusiana na kuimarisha udugu wetu wa kiimani. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in.